EP ya Mbosso iliyotokea wiki mbili zilizopita ni kwamba ikizungumzia kuhusiana na Room Number 3 imeweza kuweka historia mpya kwenye muziki wa Bongo Flava kwa mafanikio ya haraka ndani ya muda mfupi tangu kuweza kuachiliwa kwake Juni tarehe 13. EP hiyo imeweza kupokelewa kwa kishindo ndani ya siku 7 tu, ikivuka streams milioni 15 kwenye majukwaa yote ya kidijitali. Kwenye takwimu ambazo ziliweza kutolewa pale ni kwamba streams ambazo ziliweza kutokea ni milioni 15 kwenye wiki kwanza. Ni kwa majukwaa yaliyotajwa ni Apple Music, Boomplay, YouTube, Audiomack, Spotify. Nyimbo zote 7 zimeingia kwenye chati za juu Tanzania na nje ya nchi. Ni kwamba wimbo Power umeshika namba 1 kwenye Audiomack Oman, ukifuatwa na Nusu Saa, na tena huo umeshika nafasi ya kwanza kwenye Boomplay Africa, huku Mbosso Kani akiwa msanii pekee kwenye nyimbo nyingi top 10 ya Boomplay Africa. Ni kwamba pia Mbosso ni namba 1 kwenye Audiomack Tanzania akiwa na nyimbo 3 za kufuatana kwenye nafasi za juu, na ni kwamba nyimbo za 3 za RN3 zimeshika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, na kwenye Boomplay Top Songs Tanzania, jambo la kipekee kwa msanii ambaye EP imeachiliwa wiki hiyo hiyo. Ni kwamba EP hiyo imeweza kutambuliwa rasmi kama album namba 1 kwenye majukwaa yote makubwa Tanzania kupitia kwenye mitandao ya Apple Music, Boomplay, YouTube, Spotify na Audiomack. Ni kwamba mafanikio haya yanathibitisha kuwa Mbosso kupitia lebo yake ambayo aliweza kuibunisha baada ya kutoka WCB inafanya vizuri, na ni kwamba inatoa kazi ambazo zinakubalika. Na ni kwamba EP Room Number 3 imebadilika kutoka kwa kazi ya kisanii hadi kuwa bidhaa inayouzika na kutikisa ndani na nje ya Tanzania. Na ni kwamba ushirikiano wake na mashabiki, ubora wa muziki na uzito wa maudhui ni silaha yake kuu ya mafanikio. Kwa hivyo tutakuwa tunaona Room Number 3 itakuwa inampelekaje, na pia lebo yake ambayo aliweza kuianzisha baada ya kutoka WCB itakuwa inakwaje. Kumbuka kwamba Mbosso Kani aliweza kujitoa WCB na baadaye mashabiki wakaweza kudhani kwamba huenda akafifia kimuziki. Hii ni baada ya kuweza kurudi kwa Kibiti na kuonekana kwamba huenda kama ameacha muziki, lakini kwa sasa ni mwamko mpya ambao wameweza kuleta pale. Cha msingi tu kama ndo mara ya kwanza, hakikisha kama una subscribe ili kwamba endapo tutakuwa tuna story nyingi zaidi utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuzipakua. Mimi naitwa Marando Kazungu.